na ninakuhakikishia utabarikiwa. Ibada zetu, ibada ya kwanza inaanza saa 12 mpaka saa 1. Ibada ya pili inaanza saa 1 mpaka saa 3. Na ibada ya tatu inaanza saa 4 mpaka saa 7. Na pia siku ya Thursday 5:30 tunakuanga na ushirika na tunakukaribisha. Na kila Monday mpaka Friday tunakuanga na lunch hours, zinaanza saa 6 mpaka saa 8 katika jina la Yesu. Na kila Friday ya mwisho tunakuanga na kesha ya makanisa tofauti. Kwa hivyo tunakupenda na tunakukaribisha. Na pia unaweza kunitazama hata kwa TikTok, ukiaka CFF Imara Daima utanikuta kwa TikTok. Na pia hata kwa YouTube ukiaka tu CFF Imara Daima utaona mahubiri zangu pale kwa YouTube, na hata kwa Facebook ukiaka CFF Imara Daima utakuta mahubiri nyingi ambayo ninahubiri katika jina la Yesu. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Leo nataka kuongea kuhusu Mungu. Mungu ni mwaminifu, ama tuwe waaminifu. Tukiwa waaminifu, faithfulness, basi tutakuwa rafiki wa Mungu na Mungu atatupenda. Kuhusu uaminifu, watu wengi wamekosa uaminifu. Watumishi wengi wamekosa uaminifu, wamama wengi wamekosa uaminifu, wazee wengi wamekosa uaminifu, na wafanyikazi wengi pia wamekosa uaminifu. Kwa hivyo leo ndio naenda kuongea kuhusu Mungu ni mwaminifu, na angependa pia mimi na wewe tuwe waaminifu. Katika neno la tumaini kwenye kitabu ya Isaia 25:1 inasema, Bwana wewe umungu wangu, nitakutukuza na kulihimidi jina lako, kwa kuwa umetenda mambo ya ajabu, mashauri ya kale kwa uaminifu na kweli. Biblia inasema ya kwamba kwa neno la tumaini, Isaia 25:1 anasema, Mungu wangu, nitakutukuza, nitakuinua, kwa kuwa umetenda mambo makubwa, na pia si mambo makubwa peke yake, umetenda kuwa mambo ya uaminifu. Kama Mungu alitenda mambo makubwa kwa neno la tumaini, Isaia 25:1, kama Mungu anasema alitenda mambo makubwa ya kale kwa uaminifu, kwa hivyo mimi ambaye nimeamua kumfuata huyo Mungu, ni lazima niwe na matunda ya Mungu katika jina la Yesu. Anasema ametenda mambo makubwa ya uaminifu. Ningependa kukuuliza swali. Je, wewe unatembea kwa hatua kama Mungu ya uaminifu, ama wewe si mwaminifu? Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini, Mungu angependa tuwe waaminifu. Maana hii ni kitabu cha Isaia 25:1 anasema, mimi ni Mungu mkuu na nimetenda matendo makubwa kwa uaminifu. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba siku ya leo wewe mwenye unanisikia, neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako na uweze kutenda mambo ambayo ni mwaminifu. Hata kuna mtu unaweza msaidia na speaker, hata kuna mwingine nilimsaidia na speaker siku moja, na badala airudishe ikiwa nzuri, tuta ilikuwa imeharibika. Na nikamwambia mhubiri tuta imeharibika, yeye akasema hapana, haijaharibika. Kwa hivyo alikosa nini? Uaminifu. Na kama Mungu ni mwaminifu, lazima pia wewe uwe mtu ambaye umejaa uaminifu katika jina la Yesu. Labda ni mtu ambaye amekwambia kuja kazi Nairobi, na baada ya kuja kazi Nairobi unakuta kwamba amezimisha simu, amekuacha ukiwa town. Unakuta kwamba si mwaminifu. Lakini Mungu siku ya leo kwa neno la tumaini angependa tuwe waaminifu katika jina la Yesu. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini, Bwana angependa tuwe waaminifu. Kuna kitabu kingine pia ningependa tuangalie kwenye kitabu ya Yohana John 17:4. Kwa neno la tumaini katika kitabu ya Yohana 17:4 inasema, mimi nimekutukuza duniani. Nimekutukuza duniani mbali mimi nimekutukuza hapa duniani. Anasema nimekutukuza hapa duniani. Kwa neno la tumaini John 17:4. Huyu ni Yesu anaongea. Nimekutukuza hapa duniani na nimefanya mambo makubwa kwa uaminifu. Huyu ni Yesu anaongea na anaongelesha Mungu. Anamwambia
mimi nimekutukuza, nimemaliza kazi ile ulionipa niifanye. Anasema nimekutukuza duniani, mbali nimemaliza kazi ile ulionipa nifanye. Kwa neno la tumaini kwenye kitabu ya John 17:4, huyu ni Yesu anaambia Mungu, Baba, kazi yote yenye ulinipatia, yenye uliniambia nikuja hapa duniani, niokoe Kamau, niokoe Onyango, niokoe Mutua, niokoe Odiek, niokoe ule Masai, niokoe ule Mkikuyu, niokoe ule Borana. Anaambia Mungu, Baba, kazi yote yenye ulinipatia hapa duniani, mimi nimekuwa mwaminifu. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini, kama Yesu alishinda, na kutangazia pia wewe upokee neema ya kuweza kushinda. Labda wewe ni apostle, labda wewe ni mhubiri, labda wewe ni mwanabiashara unayenisikia. Neno la tumaini John 17:4 anaambia, Yesu anaambia Mungu, nimekutukuza kazi yote yenye ulinipatia hapa duniani. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini siku ya leo, kazi yote yenye Mungu amekupatia, ninaomba uwe mwaminifu katika jina la Yesu. Mhubiri unayenisikia, ninaomba uwe mwaminifu. Yesu anaambia Mungu hapa, nimekutukuza duniani na nilikuwa mwaminifu, sikuongezea injili na sikupunguza. Natangazia mtu siku ya leo upokee roho ya kuwa mwaminifu, maana pia Yesu aliweza kushinda kwa neno la tumaini. Hivyo ndio Biblia inasema. Na ningependa pia tusome kitabu kingine cha Waebrania pale 10:23. Inasema msishike sana inasema hivi, na mlishike sana ungamo la tumaini letu, la tumaini yetu. Alafu anakuja anasema, maana yeye aliyetuahidi ni mwaminifu. Na anasema na tushike sana ungamo la tumaini letu. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema maana yeye aliyetuahidi ni mwaminifu. Neno la tumaini kwenye kitabu ya Waebrania 10:23, Biblia inasema ya kwamba na tushike sana maungano yetu, maana yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu, Yesu ni mwaminifu, Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo mtu yote ambaye ameshika maungano, mtu yote ambaye ameshika sheria za Mungu, mtu yote ambaye ni wa imani, mtu yote ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu, mtu yote ambaye anaitanga nguvu za Mungu zinashuka, Biblia inasema ya kwamba kwa neno la tumaini, Waebrania 10:23, ya kwamba tuyashike maagano yake, maana yeye ni mwaminifu. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini siku ya leo, popote penye uko, uwe uko Murang'a, uwe uko Mombasa, uwe uko Voi, uwe uko Naivasha, na uwe uko Uganda, na kutangazia siku ya leo kwa neno la tumaini. Waebrania 10:23 anasema tuwe waaminifu. Tukiwa waaminifu tutaiga baba yetu ambaye ni Mungu. Natangazia mtu siku ya leo tuwe waaminifu. Tukiwa waaminifu itakuwa ni jambo moja nzuri, lakini watu wengi wamekosa hata uaminifu. Ninatangazia mtu siku ya leo upokee neema ya kuwa mwaminifu katika jina la Yesu. Biblia inakuja inasema kwa neno la tumaini pia kwenye kitabu cha Waebrania 11 kuanzia pale 11 inasema hivi, kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo kwa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alihesabu yote ahadi kuwa mwaminifu. Kwa neno la tumaini kwenye kitabu cha Waebrania 11:11, kwa neno la tumaini linasema hata Sara aliahidiwa mtoto, na hata kama aliahidiwa mtoto, watu walikuwa wanasema Sara hatawahi kupata mtoto. Sara asahau maneno ya mtoto, Sara asahau maneno ya kunyonyesha, Sara asahau ile vitu, lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu maana ni mwaminifu, maana alimwahidi Sara na akamwambia utabarikiwa. Alibarikiwa hata kama miaka ilikuwa imeenda, hata kama miaka ilikuwa imeenda ya kupata mtoto. Mungu ni mwaminifu. Sara alipokea mtoto. Natangazia mtu siku ya leo usivunjike moyo. Ahadi yote yenye Mungu amesema ni lazima atakubariki. Kwa mfano CFF mara daima huu mwaka wa 2026 Bwana alituambia ni mwaka ambao
milango imefunguliwa mja, na nimeona hizo milango Mungu akinifungulia mja. Natangazia mtu siku ya leo mja, vile Sara alipokea mtoto mja, hata kama miaka ilikuwa imeenda mja, Mungu alikuwa mwaminifu mja. Natangazia mtu siku ya leo mja, usikate tamaa mja, hata kama umesoma mja na uko na makaratasi mja, usivunjike moyo mja. Biblia inasema ya kwamba mja, Bwana bado ni mwaminifu mja, ni mwaminifu mja, utapokea mja. Kama Sara alipokea mtoto mja, hata wewe utapokea mja. Natangazia mtu siku ya leo mja, upokee nguvu mpya mja, ukae mja maisha ya uaminifu mja, usikate tamaa mja, usivunjike moyo mja, usianze kusema nitaacha Mungu mja, maana bado hajanipatia mja chenye nilikuwa ninataka mja. Bado Mungu ni mwaminifu mja. Kama Sara aliahidiwa na akapewa mja. Natangazia mtu siku ya leo mja, uwe uko ushago mja, uwe uko Nairobi mja, uwe wewe ni kijana mja, bado Mungu ni mwaminifu mja, atakubariki mja. Natangazia mhubiri mahali mja, hata kama ni kufungua kanisa mja, bado Mungu ni mwaminifu mja. Bora ukae maisha ya imani, bora ukae maisha matakatifu mja, bora ukuwe na msimamo mwema mja, mahali penye huko mja, uwe kielelezo chema mja. Mungu bado ni mwaminifu mja, ataenda kukubariki mje katika jina la Yesu mje. Biblia inasema ya kwamba Sara mje, hata kama miaka ilikuwa imeenda mje, alipokea mtoto mje katika jina la Yesu mje. Mimi napendanga kutoa huu ushuhuda mje. Kuna wakati nilifunga kanisa mje, nikakaa mahali miaka 5 mje. Kwa hizo miaka 5 mje, bado Mungu alikuwa mwaminifu mje. Wakati wa Mungu ulipofika mje, alikuwa bado ni mwaminifu, akanifungulia milango, na sasa ninahubiri mje pale CFF Imara Daima. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini, zidi kuwa mwaminifu, maana Mungu ni mwaminifu mja. Sara mja alipokea neema, upokea neema mja ya kuwa mwaminifu. Usikate tamaa mhubiri mja, kuwa mwaminifu mja. Usianze kuuza vitu mja ambazo ziko kwa Biblia mja, maana Biblia inasema mja ya kwamba chenye tutaongezea mja, tutaongezewa hukumu. Natangazia mtu siku ya leo mja, uwe mwaminifu katika jina la Yesu. Mungu atusaidie mje. Watu wamekosa uaminifu mje katika jina la Yesu mje. Yaani unakuta kwamba unaacha mtu kwa nyumba, unamwambia nimeenda kununua maziwa na mkate, na kwa kumwacha tu hapo kwa nyumba unakuta ametoa hivi pasia, anaanza kuangalia nguo zako. Yaani watu wamekosa uaminifu. Unaleta mtu unatoa mtu ushago, unamleta hapa Nairobi, badala ya kuwa mwaminifu, unakuta mtu si mwaminifu hata kazini. Wapendwa wengi wamevutwa hata kazi. Mtu amevutwa kazi kwa nini? Anastahili kuripoti saa 2, anaripoti saa 3 ama saa 2:30. Hakuwa avutwe kazi, lakini kwa sababu ya kukosa uaminifu. Natangazia mtu siku ya leo mjo, kwa neno la tumaini siku ya leo mjo, lazima tuwe watu ambao tumejaa uaminifu, ndio tuwe rafiki wa Mungu. Ayubu alikuwa mwaminifu mjo, hata kama mke wake alitaka kubadilika, lakini Ayubu mjo alikuwa mwaminifu mjo. Natangazia mtu siku ya leo mjo, kwa neno la tumaini mjo, uwe mtu mwaminifu mjo, na Mungu atakubariki mjo. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza pale 10:13, kwa neno la tumaini mje. Wakorintho wa kwanza mje pale 10:13 nasema mje, jaribu mje halikukupata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo uwezo wenu, lakini pamoja na yule jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Biblia inasema katika neno la tumaini mje, Wakorintho wa kwanza mje pale 14 mje, pale 10:14 inasema, jaribu lile ambalo lilikupata mje halikukupata wewe peke yako mje, ilikuwa ni jaribu la kawaida mje, lakini Bwana mje angependa uwe mwaminifu mje. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini mje, kwa Wakorintho wa kwanza mje pale 10:13 mje, anatuambia mje, Paulo anatuambia mje, lile jaribu ambalo lililotupata mja ni kama lenye lilipata mja wale wakina Yoshua, wale wakina Petero mja. Sasa wewe ndio unaambiwa siku ya leo mja, lakini Bwana mja angependa tuwe waaminifu mja. Wewe ambaye umebarikiwa na gari nzuri mja, je mja, askari akikwambia usimamishe gari mja na gari iko na makosa mja, je mja utakuwa mwaminifu mja? Je mja, kazi na mja umeitiwa kazi watu 100 mja, na pale kazini wamesema lazima muongane mja 1,100 mja, je mja
wewe ambaye umeokoka mja, utakuwa mwaminifu mja, ninaomba unijibu mahali pale mja. Biblia inasema kwamba jaribu mja ambalo lilowapata mja, lilipata kama wale watu wengine mja, lakini waliweza kushinda mja. Natangazia mtu siku ya leo mja, kwa neno la tumaini mja, upokee neema mja ya kuwa mwaminifu katika jina la Yesu mjo. Upokee neema mja ya kuweza kuwa mwaminifu mjo, na ushindi utapatikana mja katika neno la tumaini mja. Kwenye kitabu pia Methali mja pale 26 anasema mja, wanadamu Biblia inakuja nasema wanadamu mjo wanaweza kuwa